Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Ni kama Irani walikuwa wameamua kumchonganisha Marekani na Israeli. Marekani na Israeli. Trump na washirika wake na nchi za magharibi kama kadhalika, ambavyo huwa ninawaambia kuwa ikiwa uvunjifu wa sheria unawahusu wao, huwa wanakuwa vipofu, hawaoni, na wanaweza wakajaribu kuhalalisha kile wanachokiona kwao ni sawa, kwa sababu kiko upande wao. Huwezi kuniambia leo eti wazungu na ulimwengu walikuwa hawaoni kile kilichofanyika Gaza au kile kimefanyika Gaza. Wamekiona kwa macho vizuri kabisa, lakini kwa sababu kilikuwa katika upande wanaotaka wao, ndio maana waliona halali watoto 20,000 na zaidi kuuawa, na ikahalalishwa tu kuwa kulikuwa kuna uhalali wa hao watoto kuuawa. Hilo waliliona sawa. Hawakuona hatari kuwa mzingiro wa Gaza unawanyima haki ya kila kitu. Watu wa Gaza ulikuwa ni halali kwa sababu ulikuwa ni upande wao, na si kwamba wameanza hapa, wanarudia. Niliwahi kuwapasha story ya kule kwenye vita vya Balkan miaka ya 93, mji wa Sarajevo kule Bosnia and Herzegovina, ulivyofanywa na ulivyozingirwa kwa muda wa miaka kwa ajili tu ya kudhibiti jamii fulani ambayo imekuwepo pale. Basi ndio dunia iko hivyo katika ulaghai na uongo wake. Lakini wanaona kile anacho Israeli anakifanya kusini mwa Lebanoni, kuvunja majumba, kushambulia, kufanya nini, yote walikuwa wanaona. Lakini walikuwa, kwa sababu ni Israeli anayefanya, yuko upande wao, walishahalalisha kuwa ana uhalali wa kufanya kile ambacho anakifanya. Kwa sababu ni nani? Kwa sababu ni Israeli. Tumekuwa na ulimwengu wa kinafiki wa kiwango hicho, kuwa dunia inaona kuwa hili lina uhalali kwa sababu anafanya fulani. Sasa mazungumzo yangu ya jioni niliwaambia kuwa tangazo la Irani kujiondoa kwenye mazungumzo ni ni kuchonganisha. Sasa subiri tuone moto wake utalipukaje. Ima Marekani iungane na Israeli kuona kuwa Irani ndio wana matatizo, warudi kwenye vita, au Marekani ateki action kumdhibiti Israeli. Na nikawapa mfano kuwa ni uamuzi wake mwenyewe Donald Trump, amchekee Netanyahu ili Netanyahu amtoe kama alivyomtoa Joe Biden, au amdhibiti Netanyahu ili aweze kudhibiti kila kitu na kupata imani tena ya dunia. Sasa jana Donald Trump alikuwa akiongea na vyombo vya habari kwenye hili swala. Kwanza akasema hatojali kama mazungumzo yapo hayapo, wala hana haraka na hiyo, yani kwa sababu wao wanashikilia vikubwa. Kukawa kuna mkutano ambao ulikuwa unafanywa kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Karibu nchi nyingi zikawa ziko mkutano wa dharura. Ulikuwa unahusu tangazo lililotolewa na Israel kuhusu Lebanon. Maana Netanyahu alitoa tangazo kuwa wataanzisha mashambulizi mapya mitaa ya kusini mwa Beirut pale Lebanon, katika kile wanachosema tunashambulia maslahi ya magaidi katika jiji la Beirut. Tangazo lile likapelekea kikao cha dharura cha Baraza la Usalama, wakaketi. Nchi karibu zote zilionyesha kutokukubaliana na hili, lakini Marekani bado alikuwa upande wa Israeli. Sasa tangazo lililotolewa na Irani baadaye ni tangazo lililokuja baada ya matokeo kuonekana ya mkutano kuwa Marekani bado ameegemea kwa Israeli, licha ya kuwa Israeli anataka kukiuka kwenda kuanza kushambulia vitongoji vya kusini mwa Beirut. Lakini Marekani akaonekana bado yuko upande wa Israeli, akijifumbisha macho na hataki kuchukua action yoyote wala hatua zozote ambazo zitamwajibisha Israeli. Ndio Irani wakatoka na lile tangazo kuwa tumesitisha mazungumzo yote na tutaufunga kamili mlango wa Hormuz na tunaenda kufunga Bab al-Mandeb. Na hapo Irani wakatoa tangazo la kuonya
kwa sababu tangazo la Israel liliwataka wakazi wa kusini mwa Beiruti waondoke kwenye maeneo yao, kwa sababu Israel itaanzisha operesheni kubwa sana huko. Baada ya lile tangazo, Iran nao wakatoa tangazo lao kuwataka wakazi wa kaskazini mwa Israeli kuondoka kwenye miji yao, kwa sababu na wao watafanya shambulizi kubwa ikiwa Israel itatekeleza mashambulizi yake ndani ya Beirut. Kwa na wao wakasema kuwa ondokeni, mjiandae kuwa tutafanya hivyo. Unaweza ukajiuliza kuwa wapi inawezekana, inaweza kutokea? Yes, inaweza kutokea. Nitakukumbusha wakati mnakumbuka wakati Israel imeanzisha operation na Hezbollah mwaka 2024, wakati wa kulipuka vile vimashine vile walkie-talkie vililipuka sana, kukafatiwa na kifo cha Hassan Nasrallah, halafu kukafatiwa kifo cha makamanda kadhaa wa Hezbollah. Hezbollah walikuwa tayari wamenasa kwenye mtego wa Israeli, yani walikuwa wameishapotezwa kwenye mtego. Wakati huo kulikuwa kuna Promise 2, I think ilikuwa iko pending Promise 2. Ima ilikuwa kifo cha Ismail Hania, au ilikuwa katika mashambulizi yaliyofanywa na Israeli kwenye nini, ilikuwa consulate, ubalozi. Ilifanywa kwenye ubalozi wa Iran Damashki, pale Damascus, Syria. Kama mnakumbuka, maafisa fulani wa IRGC waliuawa. Israel ilifanya mashambulizi pale. Irani wakaweka pembeni, wakasema tutajibu. Sasa ni muda ulikuwa umepita karibu miezi 3-4, Irani walikuwa hawajajibu lile. Na tayari ikawa inaonekana kama kuwa Hezbollah wamezidiwa kwenye ile vita. Ni kwa sababu walivurugwa sana kwenye zile hesabu za awali. Israeli alianza kulipua zile radio call, zile walkie-talkie, wakawachanganya, wakaua makamanda, wakawa wamepoteza kabisa uelekeo. Baadaye Irani, baada ya kuona ile hali imewatokea Hezbollah kuwa wamewekwa kwenye bracket kuwa hawawezi, Irani ikafanya mashambulizi makubwa ndani ya Israel. Kama mnakumbuka, nadhani was Promise 2 au 3. Inawezekana ilikuwa katika Promise 2 au 3. Ilifanya mashambulizi makubwa sana ndani ya Israel, ya kama mashambulizi ya kudhalilisha sana Israel, kama mnakumbuka. Baada ya yale mashambulizi, Hezbollah wakafufuka kama wametoka kufa, yani unajua wametoka kwenye mauti, wakafufuka upya, wakaanzisha operation kubwa sana ya mashambulizi ambayo mnakumbuka matokeo yake ndio yale, mpaka kupiga nyumba ya Netanyahu, mpaka Netanyahu akawa hatembei, akawa anakimbia mahakamani, drones zikawa zinaingia. Mnakumbuka wakati ule wanajeshi wa Israeli walikuwa kwenye kantini, ikapigwa drone, ikahesabika wameuawa wengi, na taarifa zikaja kama wakati huo kuwa Herzi Halevi alikuwa amelengwa. Na wakati huo nilizungumza nikasema kuwa Israeli watuthibitishie kuwa Halevi yupo, watuonyeshe kama yuko hai na nini. Nadhani mnakumbukumbu vizuri. Kwa hiyo baada ya tangazo la Irani la jana kuwa tunachukua action hizi, Netanyahu akili ikarudi, Trump akili ikarudi kukaa sawa. Ndio hii taarifa ambayo leo kutwa mnasoma kwenye vyombo vya habari. Leo kutwa hii taarifa inazunguka toka jana. Simu ya Trump kwenda kwa Netanyahu ambao ndani yake amemtukana matusi. Manake wanavyozungumza hawa, mfano wanaoripoti kwenye hii taarifa kama Axios au watu wengine wanaoripoti, au wanasema kuwa nini, waliosikia simu hiyo wanasema ni simu iliyokuwa imejaa matusi. Yani ni simu ambayo ilikuwa imejaa kashfa na matusi. Mimi nitakusomea jinsi ilivyoandikwa na baadhi ya vyombo vya habari, halafu mwenyewe utangamua kuwa hii taarifa imekuwaje. Taarifa inasema hivi: Rais wa Marekani Donald Trump alimkosoa vikali waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusu ongezeko lake la kijeshi la hivi karibuni nchini Lebanon wakati wa mazungumzo makali ya simu Jumatatu, Axios iliripoti kinukuu maafisa wawili wa Marekani na chanzo cha tatu kilichoa taarifa kuhusu mazungumzo hayo. Kwa nini imekuwa expand? Yani kwa nini imeongezeka sana? Nashukuru kitu kimoja, kuwa watu mliopo kwenye magrupu yetu au watu mlio kwenye group za Rahby, nyinyi mko mbele ya muda sana kuzidi watu wengine, kwa sababu kuna vitu vingi tunakuja kuvizungumza leo, sisi tumeshavizungumza sana, tumeshavichambua sana. Niliwaeleza kabla ya haya kutokea, kuanzia tu ile kura ilivyopigwa ya bunge la Israeli la kuamua kuwa tunavunja bunge, niliwapa indhari mbili. Nikamwambia kuwa Netanyahu staili yake ni moja ambao hivi sasa anaitumia muda mrefu,
na hata maafisa kadhaa wa serikali ya Joe Biden waliwahi kukiri hilo, na hata aliyewahi kuwa rais Bill Clinton pia alizungumza na vyombo vya habari, akasema hayo kuwa Netanyahu huongeza ili kujilinda. Kwa hiyo nikawaambia kuwa huu uchaguzi ulioitishwa ndani ya Israeli hauna njia ya kukwepa kwa Netanyahu ila aanzishe chokochoko, yani aanzishe vita, kama vile mchezo wake umekuwa kukwepa mahakama kwa kuanzisha vita. Akianzisha vita, kwa sababu Israeli ni nchi ndogo ambayo kuwa mashambulizi yakianza kwenda, shughuli nyingi za serikali zinafungwa. Kwa hiyo tukifunga shughuli, maana yake mahakama zitafungwa, tume zitafungwa, watu hawawezi kufanya uchaguzi, kila kitu hakiwezi kufanyika. Kwa hiyo anaweza akatumia staili ile ile ambayo amekuwa akitumia mara nyingi kukwepa kwenye kashfa zake na kesi zake. Sasa niliwaambia kuwa ima kuna sehemu mbili tutaziona zimechochewa. Nikamwambia kuwa angalieni Gaza, kutakuwa na machafuko makubwa, Israeli atataka kuonyesha na watoto wa sababu kama kuwa watu walikuwa wamejipanga, wana silaha, wanataka kufanya nini, wakaanzisha vita mpya, au wataongeza vita yao upande wa pili wa Lebanoni. Niliwaambia, nadhani mnakumbukumbu vizuri. Sasa hii ni michezo ya Netanyahu ambayo yeye huifanya. Sasa taarifa inasema hivi: kulingana na ripoti hiyo, Trump alimkosoa Netanyahu katika mazungumzo yaliyojaa matusi. Narudia, kulingana na ripoti hiyo, Trump alimkosoa vikali Netanyahu katika mazungumzo yaliyojaa matusi, akimtuhumu kiongozi huyo wa Israeli kwa kuzidisha mzozo na kuhatarisha mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Irani. Mmeelewa nafasi ya Irani kwenye hili? Kuhatarisha mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Irani, maana yake kuwa Irani bado wanachezesha hii mechi. Maana yake kuwa sauti ya Irani ni kali zaidi inakwenda. Ndio maana anasema kuwa unahatarisha mazungumzo ya Marekani na Irani. Sasa ripoti hiyo inaendelea kusema Trump yeye alimuita Netanyahu mwenda wazimu na akamtuhumu kwa kutokuwa na shukrani. Vyanzo viwili ambavyo viliongea na Axios kwamba Trump pia alimkumbusha Netanyahu kesi ya ufisadi inayoendelea na alidai kuwa alimsaidia kutokufungwa jela. Sasa hapa Trump anatakiwa yani aende mbali zaidi. Kuna kauli mbili au tatu Trump amewahi kuzitoa nikahoji kuwa anatakiwa zijibiwe upande wa pili. Aliwahi kusema hivi alivyokuwa kwenye mkutano wa kule Uswizi, Davos, mkutano wa uchumi. Akasema hivi: silaha zote zinazoitwa made in Israel, zikiwemo mfumo wa Iron Beam, ule mfumo wa laser, na mifumo mingi ambayo Israel anaitumia, sio mali ya Israel, ni mali ya Marekani. Yani ni vya kwetu. Asitambe kuwa wawe na silaha sijui wao, zote ni za Marekani. Aliwahi kusema hivyo. Na mimi nikasema sasa ni wakati ambapo Israeli wakanushe au wakubali. Na ndio inarudi ile nadharia ya watu ambao wanasema kuwa Marekani anaitegemea Israel. Marekani hajawahi kuitegemea Israel. Israel anaitegemea Marekani. Hili huwa nalirudia na kulirudia. Maana sababu kubwa watu wanakuambia Wayahudi wengi wamo mle wanafanya. Kilichotokea ndani ya Marekani ni kuteka nyara wanasiasa wa Marekani, lakini nchi kama Marekani haitegemei Israel lolote. Israel established. Israeli iko 1947 hapa ndio state of Israel imeanza. Wakati Israel inaanza hiyo 1947 tayari vita ya pili ya dunia imeshapigwa. Marekani kaisha watawala wazungu wote. Tayari hapo kaisha iteka nyara, kwa sababu hapo wazungu walikuwa hawana nguvu tena. Hitler kaisha wamaliza, kila kitu kimekwisha. Tayari Marekani ana nguvu kubwa sana hapo. Akaja akawateka nyara, akawapangia kila kitu. Tayari Marekani alikuwa na nguvu. Hausiwezi kusema kuwa eti ustawi wa Marekani na ukubwa wa Marekani leo umesababishwa na Wayahudi au umesababishwa na Israeli. Inawezekana umesababishwa na watu wenye asili ya Wayahudi ambao wanafanya biashara kubwa, wameshikilia miradi mikubwa ndani ya Marekani, lakini sio Israeli. Ieleweke, hao ni raia wa Marekani ambao tu wana maslahi na Israeli. Sio Israeli inaweza ikaikontrol Marekani. Na ukitaka kujua Israeli hawezi kuikontrol Marekani, kuwa angalia uamuzi uliochukuliwa na Barack Obama 2015. Israeli wote walikuwa wanapiga kelele na huyu Netanyahu alipiga kelele. Hakuna lolote ambalo aliligeuka. Obama alifanya vile anavyotaka na akaingia makubaliano na Iran. Vizuri tu. Trump ana ile damu ya uzayuni na ile itikadi zake ambazo za kiimani ambazo hulishwa watu mapema. Kwa hiyo ndio kinachosababisha kuonekana kama Marekani inapelekwa sana na Israeli, lakini ukweli kuwa Israeli ndio anaitegemea Marekani na Marekani haitegemei Israeli. Israeli anaitegemea Marekani, sio Marekani anaitegemea Israeli. Jambo jingine ambalo niliwahi kusema kuwa Trump aliropoka, inabidi lijibiwe.
ni tuhuma alizomtuhumu Papa Leo, kama mnakumbuka kwenye ugomvi wake na Papa Leo. Akasema kuwa wakimsumbua atatoa siri za kanisa Katoliki. Mimi nikasema sasa hii ni kashfa. Kanisa linatakiwa lijibu, au Trump aseme ni siri gani ambazo ulimwengu unafichwa, ambao Trump anazijua kuwa kanisa limekumbatia, inapaswa azizungumze. Nilizungumza hilo. Sasa hii taarifa inaendelea kusema hivi. Ripoti hiyo inasema kuwa Trump alimuita Netanyahu mwenda wazimu na akamtuhumu kwa kutokuwa na shukrani. Vyanzo viwili viliambia Axios kwamba Trump pia alimkumbusha kesi ya ufisadi inayoendelea na Netanyahu na akadai kuwa alimsaidia kutokufungwa. Afisa mmoja wa Marekani aliyenukuliwa na Axios alifupisha matamshi ya Trump akisema, una kichaa, ungekuwa gerezani kama sio kwa ajili yangu. Nimekuokoa. Kila mtu anakuchukia sasa. Kila mtu anachuki na Israeli kwa sababu yako. Umeelewa? Kwani kaongea uongo? Kila kitu wanakijua. Yaani kila kitu wanakijua. Nimekunusuru. Na nadhani mara ya kwanza Trump alimuomba rais wa Israeli amfutie kesi Netanyahu. Akamuomba mara ya pili, akamwandikia barua mara ya tatu, akaja akamkumbushia wakati amekuja kwenye kutia saini kwenye yale makubaliano ya Gaza, alivyokuja kwenye bodi ile ya amani, alivyokuwa akaenda Sharm el-Sheikh, alizungumza kwenye bunge la Israeli Knesset, akakumbushia bana namuombea msamaha huyo, afutiwe kesi zake. Hizo ni kesi za ufisadi. Halafu akamwambia tena raisi, tena wakati huo aliongea kwa kumshutumu wakati Netanyahu amefanya ziara Marekani. Trump akamwambia rais wa Israeli anapaswa kumfutia kesi. Kwa hiyo Trump anamsimanga Netanyahu sasa kwa msaada aliompa. Nimekunusuru na kwenda gerezani. Mimi huna shukurani. Hizi kauli Trump alizitoa, kama mnakumbuka, wakati ule kwenye ofisi ya Oval. Nakumbuka ofisi ya Oval alikuwa na bwana mdogo Zelensky, walivyokutana pale akawa anamwambia, hauna shukurani na nchi yenu haina shukurani. Tumejitolea vya kutosha kuwasaidia. Kama tusingekuwa sisi sasa hivi mngekuwa mmemalizwa muda mrefu. Yes, alimwambia hivyo. Sasa yale maneno aliyomwambia bwana Zelensky, sasa anamwambia Netanyahu kuwa huna shukrani, nimekunusuru na kila kitu, lakini kwangu mimi napiga mstari. Trump anachokisema ni kweli. Nguvu ya Trump ndio imeendelea kushikilia Netanyahu abaki kuwa hapa. Sasa afisa mmoja wa Marekani yeye alinukuliwa akisema Trump alifupisha akamuita kichaa. Chanzo cha pili kilichoripotiwa kiliarifu kuhusu simu hiyo kilisema wakati mmoja Trump alipiga kelele, yani anamwambia unafanya nini wewe, yani jinsi alivyopiga kelele, kwa jinsi anavyomwambia unafanya nini wewe, alikuwa akiongea kwa sauti ya juu, yani anapiga kelele. Na kulingana na taarifa iliyoandikwa na Axios, Trump alimuonya Netanyahu kwamba kutekeleza vitisho na kushambulia mji mkuu wa Lebanoni, Beiruti, kutaitenga zaidi Israeli kimataifa. Maana kuwa nimekubeba mgongoni tu mimi, nyinyi hamtakiwi duniani, yani tutawaacha ili mbaki kuwajibishwa na ulimwengu. Kwa sababu baada ya Marekani kujitoa kwa Israeli hatakuwa na lolote duniani. Yani anambia tutakutenga, yani tutakutenga kimataifa. Taarifa hiyo inaendelea kusema Trump anasema anaelewa kwamba Hezbollah imeendelea kufyatua risasi kuelekea Israeli na Israeli imebaki na haki ya kujilinda, ndio anachosema. Maafisa wa Marekani waliambia Axios kwamba Trump anaamini kwamba Netanyahu alikuwa ameongeza mzozo huo kwa kiasi kikubwa katika siku za hivi karibuni. Sasa kumbe wao wanaamini kuwa siku za karibuni Netanyahu alikuwa ameenda zaidi. Ameenda zaidi kipi? Ni mimi nilichowaambia kuwa ataongeza kwa sababu gani? Kufunika siasa ya ndani ya Israeli, na wao wanakiri hiyo. Ripoti hiyo ilisema kwamba Trump alikuwa na wasiwasi hasa kuhusu majeruhi raia nchini Lebanon, na alipinga mbinu za Israeli zinazohusisha kuharimu majengo ili kumlenga tu kamanda mmoja tu wa Hezbollah. Huu ni unafiki mwingine. Huu ni unafiki kwa sababu Marekani mara nyingi wamekuwa wakihalalisha matukio ya Israeli katika kitu ambacho cha kipuuzi kabisa. Yani katika utetezi wa kipuuzi kabisa. Video iliyoenda viral sana kule Gaza ya vijana wa Kipalestina waliouawa kule West Bank, nadhani mnakumbuka. Ile video
iliwaonyesha vijana wakiwa kwenye duka, hawana silaha, wamenyosha mikono juu, lakini walifyatuliwa risasi, wote wakauawa, na video imerekodi. Katika sababu za kijinga kabisa ambazo zilitetewa kuwa tulikuwa tuna wasiwasi huenda wangetushambulia, sababu za kitoto kabisa. Na Marekani wanayaona hayo na ulimwengu unayaona hayo. Wakati wa mwanzo wa mzozo kabisa, hii huwa nalikumbusha sana kwa sababu ni tukio la hovyo ambalo lilihalalishwa na viongozi wa hovyo duniani. Israeli ilifanya shambulizi baya kwenye hospitali ya Ahli Beit kule Gaza, kombora kubwa kabisa. Unajua watu wakati mwanzo wa mzozo walikuwa nakimbia majumbani kwao, wanaenda sehemu zenye usalama, mashule, masoko, hospitali. Kwa hiyo kundi kubwa zaidi la watu lilikuwa linaishi kwenye hospitali ya Ahli Beit, Ahli Baptisti iliyopo Gaza, wakawa wanaishi pale. Israeli ikafanya shambulizi kubwa la kombora zito, kombora ambalo lilitua kwenye hospitali ya Ahli Baptisti. Hii ni hospitali inayomilikiwa na Waingereza ya Kibaptisti, iko Gaza. Takribani watu 350 waliuawa. Watu 350 waliuawa. Joe Biden ni wakati yuko juu ya ndege, anasafiri, anatua. Wakati wa shambulizi limetokea, akiwemo Hananya Naftali, msaidizi wa karibu wa Netanyahu, alichapisha kwenye mtandao wa X kuwa tumefanya shambulizi kubwa na tumetekeleza shambulizi kubwa liliowaua magaidi wengi, wakijisifu na vyombo vya habari vya Israel vikichapisha hiyo taarifa. Baada ya video kuanza kutoka kwenye eneo la tukio kuonesha kuwa wanaokolewa watoto, wanawake waliokuwa watu wako shelter, watu walikuwa wameenda tu kwa ajili ya kujikinga, ndio wanaotoka, ndio waliouawa, akafuta ile post yake, na vyombo vya habari vya Israel vikafuta, vikageuza narrative, wakaigeuza hadithi, wakasema Hamas wameshambulia hospitali na kuua watu wengi. Biden anatua kwenye ndege, waandishi wa habari wanataka kujua lile tukio, akakariri akasema kuwa shambulizi limefanywa na Hamas. Shambulizi limefanywa na Hamas. Kama ilivyo kwa Donald Trump alivyozungumza juzi. Shambulizi lililofanywa na Marekani kwenye shule ya watoto kule Irani, Minab, Trump anasema kuwa Irani wenyewe ndio waliofyatua hilo shambulizi, yani wamejishambulia wenyewe, wakati ushahidi ukaonyesha kuwa kombora lililotumika ni la House, ni kombora ambalo hata huo mfumo Marekani hata Israeli hajampa, ni wa kwake unaohifadhiwa kwenye meli za kijeshi. Ndio ilivyokuwa, lakini ile hadithi ikageuzwa ikaonekana kuwa watu wameuana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu mara nyingi napenda kuambia hizi nchi zimetengenezwa katika msingi uliojaa ulaghai na uongo. Kwa hiyo mfumo wao mzima hauwezi kuongea ukweli, mfumo mzima utaongea uongo. Kwa hiyo wakataka kuhalalisha hilo tukio. Sasa hii taarifa inaendelea kusema hivi, ripoti hiyo pia ilisema hasira ya Trump ilichochewa kwa kiasi fulani na wasiwasi kwamba vitendo vya Israeli nchini Lebanoni vinaweza kukwamisha mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Irani mapema Jumatatu. Kati ya mazungumzo ya Marekani na Irani. Sasa hapa ndio katoa sababu halisi, lakini hii sababu ya nyuma kwamba eti Trump alikuwa na wasiwasi kuhusu majeruhi wa raia nchini Lebanoni na anampinga mbinu za Israeli zinazohusika kuharibu majengo ili kumlenga kamanda mmoja wa Hezbollah, hii taarifa ni ya uongo. Lakini ripoti hii iliyosema hasira ya Trump ilichochewa kiasi fulani na wasiwasi kwamba vitendo vya Israeli nchini Lebanoni vinaweza kukwamisha mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Irani, hii ni ya ukweli. Sasa mvutano wa hivi karibuni unakuja huku mapigano yakiendelea kando ya mpaka Israeli na Lebanoni. Israeli iliamua kupanua operesheni za ardhini kusini mwa Lebanoni, huku ikitekeleza mashambulizi makali kwenye majengo. Mgogoro huo umeibua wasiwasi kwa kuongezeka kwa kasi kwa vurugu za kikanda, ambapo umesababisha wito wa mara kwa mara wa kimataifa kwa nchi kujizuia. Sasa mwenye mbwa kaamua kumfunga mbwa wake mnyororo atulie. Mmeelewa nguvu ya Iran? Hii ni nguvu ya maamuzi ambayo imechukuliwa na Irani, ndio imetoa majibu haya. Sasa wacha tuone na muda utatupa majibu, lakini huu ni ugomvi wa ndugu ambao mmoja anafikiria kuwa huyu nikimwendekeza ananiangamiza, mimi nikifanya, lakini ugomvi wao usiuchukulie sana. Kesho watakuja na taarifa kuwa hatuna ugomvi wowote na sisi ni watu tunaoaminiana sana na tunafanya kazi pamoja na tunashirikiana kwenye operation za pamoja. Lakini kusema Trump anawahurumia watu wa Lebanon ni taarifa ya uongo,
hofu yake ni mazungumzo, kwa sababu baada ya tangazo la Irani jana, mafuta yalipanda mpaka kufika dola 160, juu 160, wakati yaliporomoka mpaka kufika 98. Lakini baada ya tangazo Irani kujiondoa kwenye mazungumzo na kutishia kuwa itaishambulia Israeli na kila ile Israeli itashambulia Lebanoni, kwa hiyo bei ya mafuta ikapanda kweli kweli na nishati ikaenda juu duniani. Hii ndio dunia tuliochagua kuishi, katika mazingira tuliochagua kuishi.